Waamuzi sura ya 16. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Waamuzi sura ya 16 mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Watu wa Gaza wakaambiwa ya kwamba huyo Samsoni amekuja huku. Wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji. Wakanyamaza kimya usiku kucha, wakisema, na tungoje mpaka mapambazuko, ndipo tutamua. Basi Samsoni akalala hata usiku wa manane, akaondoka katikati ya usiku, akaishika milango ya lango la mji na miimo yake miwili, akaing'oa pamoja na komeo lake, akajitwika mabegani, akavichukua hata kilele cha mlima ule unaokabili Hebroni. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soreki, jina lake akiitwa Delila. Nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakamwambia, mbembeleze mpate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumtesa, nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Delila akamwambia Samsoni, tafadhali uniambie asili ya nguvu zako nyingi na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Samsoni akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka bado, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamletea kamba mbichi 7 zilizokauka, naye akamfunga nazo. Na yule mwanamke alikuwa na watu katika chumba cha ndani, wakimwotea. Basi akawaambia, Samsoni, Wafilisti wanakujia. Akigusa Wafilisti wanakujia. Luka twende wa 22. Twende mstari wa 22. Amen. Mstari wa 22. Neno la Mungu linaendelea kusema, lakini zile nywele za kichwa chake zikaanza kukua tena baada ya kunyolewa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuishia hapo. Kuna somo ambalo nilitamani tujifunze, lakini nasikia kuongea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa namfuatilia mtumishi mmoja, Askofu Nyisaki, sisi tunafahamu. Nilikuwa nafuatilia mafundisho yake. Kwa kweli yamenijenga sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nikawa nimetoa hapa pointi moja ambayo nimetamani sana tujifunze pamoja na wewe, ya kuwa Mungu anaweka agano na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anaweka agano na mtu. Kwa mfano kama kwa Samsoni, agano lake Samsoni na Mungu ilikuwa kwenye nywele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwamba asizinyoe nywele zake. Maana yake ile ndio ilikuwa tunasema ni kama asili ya nguvu zake. Ingawa asili ya nguvu za Samsoni ilikuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona zilikuwa zinajitokeza sana pale kwenye shida inapotokea. Lakini ziliponyolewa zile nywele kwenye huu mstari wa 19, kwamba naye akamlaza usingizi magotini pake, kisha akamwita mtu akavinyoa vile vishungi 7
vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtosha. Kisha akasema Samsoni, Wafilisti, kisha akasema Samsoni, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake, akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha, lakini hakujua kuwa Bwana amemwacha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya Samsoni kugeuka lile agano la yeye na Mungu, Mungu alifanya nini? Alimwacha. Bwana Yesu asifiwe. Hapo sasa nilikuwa najiuliza, kumbe Mungu kila mtu ana agano ameweka pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi na wewe, agano lako wewe na Mungu liko sehemu gani? Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna kitu gani ukikifanya ambacho ndio agano lako na Mungu unakuwa na nguvu sana? Haleluya. Ndio maana kuna mwingine anasema, mimi agano langu na Mungu huenda lipo katika uimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Na kupitia uimbaji ndio anaona nguvu za Mungu zinainuka sana pale. Na watu wanaponywa sana kupitia nini? Uimbaji. Yaani akisimama akaimba, kuna mtu atabarikiwa akapona. Kuna mtu atabubujika, ataingia rohoni. Anajua kuzamisha watu rohoni kupitia nini? Uimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu mtu akipanda kiburi, Bwana Yesu asifiwe, akamwacha Mungu, na akaacha kufuata sheria za Mungu, maana yake ameenda kinyume na nini? Na agano. Utakuta nguvu zake tena anakuwa hana. Haleluya. Ndio vile anaenda kawaida kwamba nitajinyosha kama kawaida, nitatoka nje, nitajinyosha, akijua nguvu zake zipo, akijua bado ana nywele zake. Bwana Yesu asifiwe. Akijua Mungu bado yuko pamoja naye, kumbe amekwisha acha kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema Mungu nisaidie. Mimi na wewe tuko hapa, kila mtu anajua nguvu zake kabisa ziko wapi. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ujui, tafuta kujua. Haleluya. Tafuta kujua. Kuna namna tu ukisimama katika damu fulani unasikia nguvu nyingi sana. Yaani nyingi sana, unaona kama hamna kinachoshindikana kwako. Maana yake ni nini? Hilo ndilo agano lako wewe na Mungu. Maana yake nini? Utakiwa ulilinde sana hilo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia hapa kitu ambacho kilimfanya Samsoni akatoa tu siri. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya nguvu zake mpaka akanyolewa nywele. Na yani ni kitu tu kidogo, kilikuwa mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Ampate tu nini? Mwanamke. Na ukitesa nyingine nini? Ni fedha tu upate hela. Bwana Yesu asifiwe. Unaona tu uache kusudi. Uone tu kutumika tu unavyojua wewe. Uache. Kitu nini kidogo. Lakini kumbe kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako kinakuwa ni cha thamani sana. Na natakiwa tutumie nguvu kubwa sana kukilinda. Na ukishajua kuwa mimi nguvu zangu ziko hapa, natakiwa nikilinde sana, nisimame sana pale. Haleluya. Mimi watu wa Mungu nimesikia sana kuongea mahali hapa, na tujifunze sana mahali hapa ya kuwa tutunze sana lile agano Mungu aliweka pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu Mungu ameweka agano kwake. Kwa kupitia hiki Mungu atajiinua sana. Nguvu za Mungu zitainuka sana kupitia pale. Samsoni yeye ilikuwa kupitia nywele. Ule ni nini? Ulikuwa ni udhihirisho tu kwamba hili ni agano. Usifanye hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe sasa kwenye kitu ambacho Mungu ameweka agano na wewe, kama ni uhubiri, kama ni nini, nenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Usitafute kitu, usifanye kwa sifa, usifanye kwa kiburi, kwa kujionyesha. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tofauti na hapo utajikuta umepoteza ile nafasi. Na ukipoteza ile nafasi, nguvu unakuwa huna tena. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe nguvu zetu zinatokana na kile Mungu alichokiweka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nakumbuka na somo la Modesti kwamba utumie uweza Mungu aliyoweka ndani yako, ile nguvu aliyoweka ndani yako uitumie. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli kabisa, ukiitumia ile nguvu asilia ile kabisa iliyo ndani yako, ile uasilia, kuna kitu kweli kinabadilika, kinaonekana. Haleluya. Na hicho tunatakiwa tukitumie sana, kila mtu ana cha kwake, na kukitunza sana. Haleluya. Basi Mungu atusaidie na atubariki sana usiku wa leo katika ibada hii ya mkesha. Mungu atupe kuendelea kutafakari na kuelewa hili. Kwa muda huu twende tukaimbe, na baada ya hapo tutaingia kwenye maombi mpaka pale ifikapo saa 8.
Thank you.